Kuanzia sasa na kuendelea, tunaomba ufunuo wa neno lako, tupatie uelewa usio wa kawaida. Bwana, fungua ufahamu wetu. Tunajua Bwana unaweza kuyavunja malango ya mioyo yetu na kuingia kwa nguvu, lakini Bwana unataka kwa sisi wenyewe, kwa hiari yetu, kufungua malango ya mioyo yetu ili uingie na kusema nasi. Asante kwa sababu ya waandalizi wa semina hii. Asante kwa sababu ya viongozi wote, wachungaji ambao umewaweka kuwa juu ya nafsi zote zinazokupenda katika Tanzania nzima. Amen, amen, amen. Asante. Mke wangu bado yuko hapa jamani, yule tu mmoja mlimuona Jumapili bado yuko hapa, sijabadilisha. Amen. Amen, amen. Na pia na ndugu yangu pia Gwamaka yuko hapa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yake. Huyu ni mtoto wa huku, tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Naomba turudi katika kifungu chetu cha maandiko, Matendo ya Mitume sura ya 2 kuanzia mstari wa 42 mpaka 47. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42 mpaka 47. Nataka muweze kufahamu ni baraka kubwa sana, ni fursa kubwa sana sisi kuweza kupata nafasi ya kuweza kuja kulifundisha neno la Mungu. Asanteni sana kutupokea, kutukubali na pia kuwa tayari kujifunza kutoka katika neno la Mungu. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42 mpaka 47. Napenda kusoma katika jina la Bwana wa majeshi. Wakawa wakidumu, hawa ni wanafunzi na wale walioamini baada ya ushahidi wa Petro, baada ya Roho Mtakatifu kuwajaza. Baada ya wao kujazwa na Roho Mtakatifu, wale 120 wakiunganika pamoja na wale 3,000 waliookoka katika ushuhuda ama mkutano ambao Petro anaongea kuhusu habari ya Yesu na kutoa ushuhuda kuhusiana na kile ambacho kilisemwa na Yesu, akinukuu kitabu cha Yoeli, na hatimaye kuwaleta watu mpaka tukio zima ambalo limetokea wakati ule wa asubuhi. Maandiko yanasema wote walioamini walikaa pamoja. Katika mstari wa 42 wanasema hao wote wakadumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu, ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Hebu tuweze kuweka kikomo hapo kabla tuendelee kusoma. Kuna kitu fulani kinachojitokeza katika mfululizo wetu wa mafundisho haya. Pamoja nami, aina ya kanisa Yesu analolijenga. Turudie tena kwa sauti. Aina ya kanisa Yesu analolijenga. Ndio, the kind or the type of the church Jesus Christ is building in our times. Hili ni aina ya kanisa ambalo Yesu analijenga. Jana tulisema ili kanisa linaanza kuwa kama alionekani tena, kwa sababu sisi tulioamini inakuwa ni kama tunaliharibu. Na nikatembea pamoja na wewe kupitia maandiko hayo, nikakwambia katika kanisa hilo walidumu. Kanisa la kwanza kabisa walidumu katika fundisho la mitume, alafu wakakaa katika ushirika. Kisha tunawaona wakikaa ama wakimega mkate pamoja, na pia lilikuwa ni kanisa la maombi. Kisha tunaangalia pia lilikuwa ni kanisa ambalo halikuwa na ubinafsi. Na kumbe katikati yao huyu aliye na hitaji, jibu liko miongoni mwao. Ndugu yangu, namna Yesu anavyolijenga kanisa, amehakikisha kila kitu ambacho kanisa linahitaji ameweka ndani ya kanisa. Narudia tena,
kila kitu kanisa linahitaji ili kuweza kuendelea kujengwa naye, tayari Yesu amekwisha kutoa na kuweka ndani ya kanisa. Kama kanisa linahitaji mchungaji, tayari Yesu ametupatia wachungaji. So tulisoma jana katika kitabu cha Yeremia sura ya 3 mstari wa 14 na ule wa 15. Mungu anasema nitawaita watu, anasema nirudieni mimi. Alafu mstari ule wa 15 anasema ndipo mimi nitakapowapeeni ninyi wachungaji ambao wanatokana na moyo wangu, watakaowalisheni ninyi maarifa na pia fahamu zinazotokana na yeye. Na kisha Yesu mwenyewe anasema mimi ndimi mkate wa uzima. Anasema, anazungumza namna hiyo kwa wanafunzi wake na wote waliomsikiza. Kwa hivyo Mungu anajua tunahitaji neno, tayari ametupatia neno. Mungu anajua tunahitaji fedha. Miongoni mwetu pana watu waliobeba fedha ambazo kanisa ambalo Yesu analijenga linahitaji hizo fedha. Fedha zitakazonunua viwanja zaidi hazitatoka kwa walevi, zitatoka miongoni mwa kanisa. Fedha zitakazonunua basi la kwaya zinatoka miongoni mwa kanisa. Fedha zitakazonunua vyombo vya injili zinapatikana miongoni mwetu. Mungu hajawahi kulipatia kanisa maono ama vision ambayo kanisa haliwezi kutekeleza. Wakati wowote Mungu amelipatia kanisa wajibu, tayari amekwisha kupeana ama kutoa kile ambacho kinahitajika kwa kanisa kuweza kufanyika kile ambacho Mungu anataka lifanyike. Nisikilize kwa makini ndugu mpendwa. Mungu anajua tunahitaji karama. Hizo karama katika ni waraka wa kwanza wa Wakorintho sura ile ya 11 ama ni 12. Tayari amekwisha kuzipeana karama 9. Yesu alijua kulijenga kanisa linahitaji pia karama. Hii karama zile zinapatikana katika waraka wa kwanza wa Wakorintho. Hizo ni karama za Roho Mtakatifu. Tayari amekwisha kuzipeana. Alifahamu Yesu mwenyewe ili kanisa liweze kujengeka, pana karama zinazotoka kwake yeye mwenyewe. Zinapatikana katika kitabu cha Waefeso sura ile ya 4. Ukisoma mstari ule wa 11, ni yeye aliyepeana wengine kuwa wachungaji, walimu, na manabii, na wengine wainjilisti na mitume. Karama 5. Ukisoma pale chini nasema hizi karama 5 zinakuja kuliandaa kanisa kwa ajili ya kazi ya huduma. Zinakuja kuendelea kulijenga kanisa ili liweze kuwa imara, ili mwili wa Kristo uweze kukamilika na kuweza kutenda kile ambacho Mungu anataka kitende yake, kile kinachohitajika. Mungu alijua kwamba neno lake linasema mwimbieni Bwana nyimbo mpya kila siku makanisani. Nyimbo tunazoziimba zitokani na malaika. Ameweka uweza wa kutunga nyimbo ziponyazo roho na kupeleka injili mbali kupitia watu waliomo. Hakuna chochote kanisa linahitaji ili kuweza kujengeka ambalo kanisa halijapewa. Kama kanisa linahitaji watu wafupi, tayari Mungu ametupatia, tena wamejazwa Roho Mtakatifu. Kama kanisa linahitaji watu warefu, tunawaona kanisani. Wakina mama wanene, wavulana wanene, wanaume wanene, tayari Mungu ametupatia. Walio wembamba kama kanisa linahitaji, tayari Mungu ametupatia. Walio na sauti, wanaotembea katika mafunuo, tayari Mungu ametupatia. Nisikilize kwa makini ndugu msikilizaji unayesikia kipindi hiki, na wale ambao tuko hapa katika semina hii. Hakuna chochote kitakacholifanya kanisa la Kristo Yesu lisiweze kujengeka. Yesu hana deni la kanisa. Kwa damu yake alilinunua na kukuokoa we pamoja na mimi. Amemtuma Roho Mtakatifu akawekeza karama 9 kwa kila mmoja ndani ya kanisa. Yesu mwenyewe akawatwaa watu wengine 5 akaweka karama moja moja. Mwingine akamfanya mchungaji, mwingine akamfanya mtume, mwingine akamfanya mwinjili
mwinjilisti, mwingine akamfanya nabii, mwingine akamfanya mwalimu, ili kanisa liandaliwe katika kazi hii ya ujenzi wake. Ukiangalia kitabu cha Warumi utakuta karama zingine za utendaji zinazotolewa na Mungu mwenyewe. Hizi ni karama za Mungu za utumishi. Hizo karama nazo amezipeana kwa kanisa. Pana watu ambao wanaenenda katika kazi ya administration, kazi ya utawala makanisani, wamejazwa roho na kipawa kwa ajili ya kanisa, ili kanisa liwe na mipango, kanisa liwe limepangika, kwa sababu Mungu mwenyewe ni Mungu wa mipango, na kwa hivyo anataka kanisa lake liwe na mipango. Kwa hivyo hautaimba vile unataka, hautakaa vile unataka, hautafanya vile unataka. Katika nyumba ya Mungu amepeana baadhi yetu na kuwajaza karama zinazopatikana kwenye kitabu cha Warumi, ili kanisa la Kristo Yesu liweze kukaa katika mipango. Kama unaamini katika hiyo kanisa la Tanzania, inua mkono wako wa kuume, sema asante Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu hana deni na kanisa. Sisi wenyewe baada ya kuwekeza, sisi wenyewe ndio tunaliharibu kanisa. Ameweka karama zote 9 za Roho Mtakatifu, tumezitumia hizo karama kuliharibu kanisa. Mtu anamuona mtu mwingine amelewa kule mjini, pamoja na kwamba anakujaga kanisani hapa, wakati tunaomba anaanza Roho anasema katikati yetu kuna walevi. Wewe ulimuona, ungemwendea tu mwambie acha ulevi ndugu, mrudie Yesu. Wacha ujinga kanisani bwana wewe. Wacha kutupotezea wakati hapa. Hakuna Roho anasema, lakini unafanya kama hiyo ni karama na sio karama. Macho haya ya nyama, uliposhiba ulimuona mtaani. Mwambie mwenzako Yesu analijenga kanisa. Mwambie bila kumwogopa, tena mwambie kwa shangwe, tena kwa raha. Huyu hapo nyuma yako mwambie Yesu analijenga kanisa. Ati Yesu anafanya nini? Si anakujenga wewe. Utakamilika, utaimarika, utajengeka. Kila moja sema amen. Nasema kila moja sema amen. Hakuna kitu kanisa linahitaji. Inua mkono leo uniambie, inua tu mkono leo uniambie, mchungaji, hili hajafanya na linahitajika kwa kanisa. Mbona kanisa linaharibika? Wakakaa pamoja, walipoangalia katikati yao kuna mtu ana shida, wakashtuka wakasema, shida namna gani? Eti kuna mtu amelala njaa. Wakasema, mtu analaje njaa na sisi tunavyo mpaka tunasaza? Na yule ambaye alikuwa hana vya kusaza akasema, niko na shamba na kwenda kuuza. Huo ndio ulikuwa mtindo wao na wa maisha wakati huo. Na kwenda kuuza shamba langu, mimi nitaleta pesa hapa, ili yeyote ambaye hana katika ushirika ule, ili aweze kuwa navyo, ili miongoni mwetu pasiwepo na yeyote ambaye atakayekosa. Kanisa lilikuwa na ukarimu. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema kanisa lilikuwa na ukarimu. Mara ya mwisho uliwaalika watu kwenye meza ukala nao, ilikuwa lini? Mara ya mwisho ulichukua chakula na kuwapelekea ndugu zetu ambao wana njaa, mara ya mwisho ulifanya hivyo, ilikuwa lini? Mara ya mwisho ulimwalika ndugu kwenye kikombe cha kahawa ama chai Tunduma hoteli, ilikuwa ni lini? Mara ya mwisho uliweza kumpelekea mtu sahani ya chakula cha jioni, ilikuwa ni lini? Ukarimu ni dhahiri, sio masuala ya kuhisi moyoni. Ni tendo na tukio ambalo linaonekana na macho yako, na anayetendewa hivyo pia anashuhudia. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema tena jina la Bwana libarikiwe. Ukarimu unatokana na mtu ambaye tayari amekwisha kubadilishwa na Yesu Kristo na amefanyika kuwa kanisa. Ukarimu ni tukio ama ni tendo ambalo linaonekana dhahiri tokana na mtu ambaye amebadilishwa na Yesu Kristo na sasa amefanyika kanisa. Hii ama jana nilianza na wewe kwa safari ya kuangalia namna ambavyo Wakristo wanavyoliharibu kanisa, na nikakwambia hivi, kulingana na maandiko, Yesu anasema wewe ndiwe Petro, na katika mwamba huu ambaye ni Yesu Kristo nalijenga
nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu hayataweza kulishinda. Nikasema kwamba kuna Wakristo wanaoliharibu kanisa, na Yesu alisema hakuna malango ya kuzimu yatakayoweza kulishinda kanisa la Kristo Yesu. Nitazame ndugu mpendwa, hapa kuna lango la kuzimu ambalo linafunguka kutoka kwa nje, ambalo ni rahisi sana sisi kulishinda. Pana watu watakwenda milimani kwa maombi, pana watu wataishi kwa magoti, pana watu watakaoishi makanisani wakiomba. Malango ya kuzimu ambayo yanafunguka ama yanachipuka toka ndani ya kanisa, ambayo yamelishinda kanisa, kuyafunga na kuyashinda. Utakuta watu leo hii wanatoka kwenye kanisa hilo kwa sababu kuna ndugu amemkwaza. Hilo ni lango la kuzimu ambalo wakati huu lazima tutalishinda. Pana dada amekataa kuimba kwaya kwa sababu alisahihishwa hadharani. Hilo ni lango la kuzimu ambalo tunahitaji kulizima. Yesu alisema hakuna lango la kuzimu litakaloshinda kanisa lake. Huyo dada lazima arudi kwaya, huyo kaka lazima arudi kwenye kwaya, huyo ndugu lazima arudi kanisani. You should have said amen to that. Can somebody say amen? Ni wakati wa urejesho la kanisa. Kanisa lirudi mahali ambapo linajengwa, lirudi mahali ambapo ndipo hakuna mtu atakayetoka ndani ya line. Jina la Bwana libarikiwe. Tanzania mbarikiwe sana. Kasema hivi jana kwamba tunaliharibu kanisa moja kwa kukataa kuja kwenye ibada, kataa kuja katika ibada, kuhudhuria vipindi vya kanisani, na ili hali Mungu amekwisha kumwandaa mtumishi wake na kumpatia nini? Na kumpatia neno. Kitabu cha Yeremia sura ya 3 mstari wa 14 na ule wa 15, hiyo tuliangalia jana. Alafu tukasema pia kwamba Mungu tayari amekwisha kupeana neno lake, lakini wale watu wanaopokea hilo neno ndio hawaonekani. Hawa watu ndio hawaonekani. Alafu pili tukamalizia na kusema kwa kukosa kuhudhuria, mtu wako wa ndani anakosa mkate wa uzima, chakula cha kiroho, kwa hivyo anaanza kudhoofika. Mtu wa rohoni akidhoofika, hata kama mtu wa nje anaimba, anaomba, anafanya nini, dhambi itakuwa ni jambo la kawaida makanisani. Mkristo kuweza kustahimili majaribu ama kuishi maisha matakatifu huwa sana inategemea kile ambacho kinaendelea ndani. Kama mtu wa ndani ni dhaifu, mtu wa nje huwezaga kumshinda wa ndani. Kama mtu wa ndani ni imara, anaweza kumshinda mtu wa nje. Kwa hivyo inapaswa na unawajibika, ni wajibu wako, sio wajibu wa mchungaji, kwa wewe kuhakikisha kwamba mtu wako wa rohoni amelishwa kiroho. Unawajibika kwamba mtu wako wa ndani amelishwa kiroho. Otherwise, tayari Mungu amepeana maarifa, tayari Mungu amepeana fahamu. Unawajibika kuhakikisha kwamba huyo mtu wa ndani amekwisha kulishwa kiroho. Alafu tukasema sio tu kwamba utaanza kudhoofika kiroho, wakati mwingine ishara kwamba pana watu ambao waliacha kukua, waliacha kujengwa. Pana watu wamekataa kumlisha mtu wa rohoni. Pana watu ambao wamekataa kujipeleka mahali meza imeandaliwa. Ni kwamba ishara kwamba pana watu wa namna hiyo miongoni mwetu, katika shirika zetu, katika idara mbalimbali kanisani. Utakuta watu wengi hawajajiweka sawasawa na jinsi neno la Mungu lilivyo. Kwa hivyo maisha ya dhambi, maisha ya ugomvi, matengano, migawanyiko kanisani linakuwa ni jambo la kawaida kwa watu ama kundi lolote linalokutanika katika jina ya dhehebu fulani. Kwa hivyo inakuwa ni hatari sana kanisa kuwa na watu wasiolipenda neno la Mungu. Nisikize, nyimbo nzuri ni nyimbo ambazo zimekita mizizi katika misingi ya neno la Mungu, na ndipo imani hapo huanza kujengeka. Watu wanapoimba nyimbo zile zinavuvia watu. Yeyote anayetumika kanisani lazima wamejengwa katika msingi wa neno la Mungu. Hapo ndipo nguvu ya kanisa
inaweza kudhihirika wakati wowote popote pale. Kama unaamini katika hiyo sema amen. Alafu tukasema tulipokuwa tunamalizia kwamba kukosa kuhudhuria ibada kanisani inasababisha moto wa kiroho unaanza kuzimia ama kuzimika. Moto wa kiroho unaanza kuzimika. Kuna ule moto ulikuwa umeupata wakati ulikuwa umeukoka, ulianza kushuhudia, ulikuwa unakuja kanisani maombi, ulitaka kumjua Yesu. Kabla hujatoka asubuhi ulisoma neno la Mungu. Kwa mwaka ulikuwa unarudia Biblia mara 2. Ulikuwa unapenda kipindi cha Sunday School, ulipenda kipindi cha Bible study, ulipenda vipindi vya maombi na kesha, ulipenda kuandika notes wakati neno la Mungu linakuja, ulipenda kusoma vitabu vya kiroho. Lakini sasa kwa kuwa moto umeanza kudidimia, moto umeanza kuzimika, ile desire, ile haja na hamu ya kulitaka neno la Mungu na tabia za Kikristo inaanza kudidimia toka katika maisha yako kama mtu wa Mungu. Inasema katika Wakolosai 3:16 na mstari 3 mstari ule wa 16 na 17. Wakolosai sura ya 3 mstari ule wa 16 na 17. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkishukuru Mungu Baba kwa yeye, yani kwa Kristo Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati moto upo unawaka, utakuta neno la Mungu linadumu katika maisha yetu. Kila mmoja nisikilize hapa. Utakuta chochote unataka kufanya, unataka kujua neno la Mungu lina sehemu gani hapa. Kama ni desturi za kule umetoka, utaangalia kipimo haitakuwa watu wa kwenu. Kipimo itakuwa neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linaelekeza vipi kwa hili? Neno la Mungu linasema nini kuhusiana na hili? Mizani za kiroho zitafanyika kuwa neno la Mungu, sio midhari za zamani ama wazee wa kijiji fulani ama jinsi tunavyoamini na kule tulikotoka. Wengi wamepoteza urithi wa kiroho kwa sababu wa kuangalia neno la Mungu kuwa ndio mizani ya matendo na yale wanayoyasema. Maandiko yanasema wakati neno la Mungu litakapokaa kwa utajiri wote ndani ya maisha ya Mkristo, chochote asemacho na chochote atendacho kitakuwa sawasawa na Kristo Yesu mwenyewe. Juzi nikakwambia huyo Kristo Yesu ndiye sawasawa na Yohana 1 sura ya 1 na mstari ule wa 1. Yeye ndiye alikuwa neno alilokuwa na Mungu, na yeye ndiye aliyefanyika mwili, mstari ule wa 14. Huyo Yesu mwenyewe. Kwa hivyo vipimo vyako vya imani, vipimo vyako vya matamshi, vipimo vyako vya matendo vitakuwa vinapimwa sio kwa yeye ambako kwamba hata hakuna watu hapa wanaokujua, lakini itakuwa neno la Mungu linasema nini kuhusiana na hatua ambayo nataka kuichukua. Neno la Mungu ndio linafanyika kuwa mizani za kiroho. Sema chochote tunachokitenda, iwe kwa kusema ama kwa matendo, tufanye sawasawa na wale wanaomfanyia Yesu, ama kama mtu unayemfanyia Yesu, kwamba Yesu ndiye kipimo cha kweli na sio yale ambayo mimi tu ninayoyafahamu. Wakati moto bado unawaka, neno la Mungu huwa ndio nguzo. Wakati moto unapowaka, neno la Mungu ndio huwa mizani ya Mkristo. Wakati moto unapowaka, neno la Mungu ndio humchochea Mkristo kufanya ama kusema lolote analolisema. Wakati ambapo moto wa kiroho unawaka ndani ya maisha ya Mkristo, anataka kuyatenda mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yanapatikana wapi? Yanapatikana katika neno la Mungu. Kama unaamini kwa hilo sema amen.
Nasema kila moja sema amen. Cha Mambo ya Walawi sura ile ya 6 mstari wa 12 na 13. Naongea kuhusu masuala ya moto. Mtu anapokosa kuja kanisani, anamnyima mtu wake wa rohoni chakula cha kiroho, halafu huyo mtu anaanza kudhoofika kiroho. Na sio hivyo peke yake, moto wa rohoni unaanza kudidimia na kuzimika. Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 6 mstari ule wa 12 na 13, neno la Mungu linasema, na huo moto ulio madhabahuni atautunza. Wacha nirudie tena. Na huo moto ulio madhabahuni atautunza wake daima juu yake. Na usikiza maneno haya. Kitabu cha Mambo ya Walawi ni kitabu ambacho hasa ni kitabu cha kikuhani, kitabu ambacho kinachomwelekeza yule ambaye ametengwa kwa ajili ya kazi ama wadhifa rasmi katika nyumba ya Mungu. Na unisikize kwa makini, ni katika waraka wa Petro, sikumbuki 1 ama 2, maandiko yanasema, je, ninyi hamjui kwamba nyinyi ni jamii, ufalme wa kikuhani, ufalme wa kikuhani, uzao mteule, ufalme wa kikuhani. Hilo ndio nilikuwa nalitafuta. Hamjui nyinyi ni ufalme wa kikuhani? Kwa maneno mengine, tunafanyika wafalme ambao tuko katika levo ya kikuhani, kwa maana tunatawala. Mahali ulipo unapaswa kutawala. Kwa hivyo sisi ni watawala wa kifalme. Nisikize kwa makini, wa kikuhani, samani. Sisi ni watawala wa kikuhani. Na kwa hivyo kama kuhani katika ulimwengu wa rohoni, wewe si kuhani kwa position ya kanisa hapa, lakini wewe ni kuhani katika ulimwengu wa kiroho. Unatawala na kuongoza ibada zako mwenyewe binafsi katika ulimwengu wa kiroho. Maandiko yanasema, na huo moto katika madhabahu yako haupaswi kuzimia. Unapaswa kuingia kwenye basi, mtu yuko na pepo, ukiingia ule moto peke yake, pepo linaanza kutifuka pale. Ukiingia mahali wagonjwa walipo, ukiweka mkono wako, sio kumuita mchungaji, mwenyewe ukiweka mkono wako kwa ujasiri na kwa imani, kwa jina la Bwana wa majeshi, roho ya magonjwa ikamwache huyu dada, ikamwache huyu ndugu. Ukija hapa Jumapili huji kutusomea maandiko, unaleta ushuhuda ya kile kitu Mungu amefanya kwa mikono yako. Maandiko yanasema, kwa kuwa Mungu alitenda miujiza kwa mikono ya mitume, leo hii inawezekana kutenda miujiza kwa mikono ya Wakristo ambao wanampenda yeye. Kama unaamini sema amen. Nasema kama unaamini sema amen. Inawezekana miujiza kutendwa na mikono ya wale waaminio. Kwa mikono kwa kipofu ataona. Lakini siku hizi la kwanza tunampigia mchungaji, uko wapi? Kuna kitu sikielewi kimetibuka hapa nyumbani kwangu. Hapana. Una mamlaka, leta ushuhuda hapa. Kwani shuhuda zinatoka wapi? Shuhuda nyingi hazitoki mahali pazuri. Shuhuda nyingi zinatokana na matatizo. Zima hilo pepo. Ling'oa hilo pepo, uone ukitafuta la pili kuling'oa pia. Hakuna watu waliojazwa kung'oa pepo. Mimi nawaambia watu kanisani kwetu, miaka ya Wakristo, kubeba mtu aliye na pepo kutoka huko Shinyanga, unamleta kwenye semina kama hii, nini huyu yuko na jini, nataka mling'oe. Wewe ujielewi. Tueleze, uliokoka wokovu gani? Uliokoka wokovu gani? Kwani sisi tumejazwa roho gani? Na hiyo ndio imefanya shetani amechukua advantage kinyume cha kanisa. Sasa hivi hata wachawi wanasimama kwenye madhabahu haya, wanatafuta nguvu za giza ili waweze kukupatia kile unatafuta. Wewe unasahau neno la Mungu linasema, ukiamini ishara na miujiza itakufuata. Sio wewe unaenda ukitafuta all the way from Shinyanga unakuja kutafuta ukombozi hapa. Ukombozi uko na wewe, kwa sababu mkombozi anakaa ndani yako, na yule roho aliyemfufua Kristo Yesu
sasa yu hai, anakaa ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa la Tanzania, nataka ufahamu na ningependa kukukumbusha, huyo Roho yuko ndani yako. Inawezekana ukiomba ukiwa nyumbani mwako, bado Yesu atasikia. Ukiomba ukiwa hapa, bado atajibu. Inawezekana. Nasema tena, inawezekana. Yesu anasema, ninalijenga kanisa langu. Paulo mwenyewe alikabiliana na yeye. Na Paulo wokovu wake ulikuwa kama wako na mimi, wakukutana na Yesu. Hivyo hawa watu wa Biblia walikutana na nini ambacho sisi tulikutana na Yesu mwenyewe ameshatuonyesha kabisa jinsi anavyolijenga kanisa. Utakuta sisi wenyewe ndio tumeharibu kanisa kwa kukosa kutembea katika ufunuo ambao Mungu tayari amekwisha kupenda. The road map of how the church is going to be built, it is expressed in the word of God. Iko katika neno la Mungu hapo. Maandiko yanasema ndipo ishara na maajabu vikawafuata. Hawakuwa na askofu, hawakuwa na mkuu wa wilaya, hawakuwa na kiongozi wa jimbo. Lilikuwa tu ni kanisa limeangukiwa na Roho kama hivi tulivyo. Waliookoka wakaingia hapo, ishara na miujiza ikaanza kuwafuata. Na ni kitu ambacho kinawezekana kabisa kwa kila yote aminie katika nyumba ya Mungu. Kwa hivyo moto huo haupaswi kuzimika. Mgeukie jirani yako, mwambie jirani, moto haupaswi kuzimika. Mwambie unapokwenda vijijini, moto wake. Unapokwenda dukani, moto wake. Unapokwenda kazini, mwambie jirani yako, moto wake. Tunapokuja kanisani, njoo na huo moto. Baada ya kipindi cha leo, toka na huo moto. Unapolala, moto huo wake, kwa sababu moto haukadiriwi na mafuta wala kuni. Huu moto ni wa Roho Mtakatifu wa Mungu aliye hai, asiyeenenda kwa majira, lakini anaenenda na wale waliopo tayari kwa yeye kutenda kazi pamoja na yeye. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Na huo moto atautunza wake daima juu yake. Kitu kingine ambacho unapaswa kufahamu hapa, na sitakaa hapo sana, wakati mwingine namwangalia mteule anayejifahamu kuwa kama madhabahu inayotembea. Kuna hii madhabahu iliyojengwa hapa, tunaiheshimu. Kuna makanisa kabla hujaisogelea lazima uiname, ni ishara ya heshima. Lakini pia kuna watu kama Melkizedek, mahali unakutana na yeye, hapo ndio madhabahu ilipo. Unatoa hapo nini, fungu la 10 kama jinsi Ibrahimu alivyofanya katika Biblia, kama mnanielewa. Hiyo miaka ya 70 baba alipigwa uamsho kutoka Mwanza mjini, hapo karibu na uwanja wa ndege, akiwa mchungaji wa TAG, na kutumwa kwenda kufufua kanisa moja Kasulu kule Kigoma. Tuliondoka wote, baba na sisi watoto wake na mama. Usiku wa kwanza tumefika Kasulu, kulikuwa na ndugu mmoja huko alikuwa ametafuta nyumba. Mnajua nyumba nyingi humu Tanzania zimejengwa katika njia ambayo wote mnaingilia mlango mmoja, lakini humo ndani ni mji. Unakuta kuna milango, kuna chumba huku, kuna chumba kingine huku, kuna chumba huku, lakini ndio barabara kuu. Ukianzia huku unaweza kutokea kule mwisho ukienda chooni. Sijui kama mnanielewa. Tulifika jioni Kasulu wachovu. Barabara kutoka Kigoma mpaka Kasulu ilikuwa ni barabara haina lami. Kwa hivyo kusafiri mchana mzima. Wakati tulifika jioni hiyo, hatujafungua mizigo, tunaonyeshwa nyumba ndio hii. Baba akasema mzigo wote usifunguliwe. Ya maeneo haya hatuyajui vizuri. Usiku ule kabla wajatandika chini tulale, baba akainua mikono, bado naiona picha yake, sasa hivi amepumzika. Akainua mikono akasema, Bwana umemtuma mtumishi wako hapa Kasulu, sasa nateka nyara. Usiku ule tulipolala, asubuhi bado hatujaamka toka kwenye sakafu, mlango ulikuwa umegongwa. Mwenye nyumba ile mwenyewe anakuja anamwambia, baba mchungaji, habari ya asubuhi, poleni sana na safari. Kwa kweli
kweli hautakaa hapa kwa sababu watu wangu hawawezi kufanya kazi wewe ukiwa hapa. Hauhitaji kujenga madhabahu ya mbao, hauhitaji kujenga madhabahu ya mawe. Wewe mwenyewe ni madhabahu iliyo hai. Umembeba Roho Mtakatifu, umeubeba moto wa Roho Mtakatifu. Moto wote wa kigeni lazima uzimike, roho zingine chafu lazima zitii Roho wa Mungu aliye ndani yako. Sisi ni madhabahu inayotembea. Ukiingia mahali nuru inawaka. Nasema ukiingia mahali giza inapotea. Ukiingia mahali pepo wanakwenda. Tanzania sema haleluya. Nasema Tanzania sema haleluya. Moto usizimike ndani ya maisha yako. Ni alama ya kanisa linalojengwa na Yesu mwenyewe. Baada ya kupata hiyo nyumba, pakatokea ndugu mmoja akasema, ya hiyo nyumba ninaifahamu. Tukahamia hapo jioni, bado hatujafungua mizigo. Tukahamia hapo jioni, ilikuwa ni kwenye eneo kubwa tu kama hili. Nyumba hiyo tuseme iko hapa na nje kuna mchungwa mmoja na mwenyewe anakaa kama pale chini. Alafu tukaingia pale, baba akasema msifungue mizigo kwanza. Usiku ule yule mzee wa siku akainua mikono yake juu, akasema, Mungu umenituma katika mji huu, sasa nateka nyara, nateka nyara. Asubuhi tumelala, mlango ukagongwa tena. Yule mwenye ile nyumba, bado naona hiyo picha, anagonga, anakuja anamwambia, baba mchungaji shikamoo, basi mimi naomba mtafute nyumba nyingine kwa kuwa watu wangu hawezi kufanya kazi iwapo utakaa hapa. Hiyo roho iliyomfufua Kristo Yesu, hiyo roho iliyoshuka kwa watu 120 siku ya Pentekoste, hiyo roho iliyowakalia wale watu 3,000, ile roho iliyotenda kazi na kina Paulo, ile roho ilitembea na kina Petro, hiyo roho ilikalia Yohana kule kisiwa cha Patmo, hiyo roho iliyowakalia kina Bartholomayo kumkana Yesu, hiyo roho ikashuke juu yako. Nasema ikashuke juu yako. Moto wa roho ukawake ndani ya maisha yako. Aina ya kanisa Yesu anajenga sasa hivi ni kanisa la moto, ni kanisa lililobeba moto, halitatishwa na chochote. Tanzania sema namtaka Roho, namtaka Roho na nguvu zake, namtaka Mungu na nguvu zake, namtaka Roho na roho yake, namtaka Roho na moto wake. Tanzania sema amen. Haleluya. Yona na kusikia. Leo hii tunatambua kuna madhabahu zinazotembea. Nasema kuna madhabahu zinazotembea. Waganga wakiingia mahali wanawafinyilia na kuwakandamiza watu. Na Mkristo ukiingia mahali ni wakati wa kuteka nyara. Tunateka nyara anga ya Tunduma. Tunateka nyara masoko yote. Tunateka nyara uwanda wa biashara. Tunateka nyara mlima wa masomo. Tunateka nyara jamii zote. Tunateka nyara ulimwengu wa rohoni. Wapi watu wanaoamini katika ombi la namna hii, ambao wanajengwa katika Kristo Yesu? Tunateka nyara ulimwengu wa vijana. Tunateka nyara ulimwengu wa fedha. Tunateka nyara ulimwengu wa kiroho na kutiisha chini ya mamlaka ya uweza wa Roho Mtakatifu. Jamani, pokea moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa usizimike. Hakuna uweza utakaozima huo moto. Tanzania sema amen. Tunamtaka Roho na moto ulioshuka siku ya Pentecost. Ndio aina ya kanisa ambalo Yesu analijenga. Mtu mzima tumehamia Kenya. Nimemaliza kusoma shule ya sekondari. Baba bado anahubiri na Assemblies of God hiyo miaka. Nimeamua kwamba tamtumikia Mungu, lakini nililia sana. Niliona mateso ambayo baba aliyapitia Tanzania. Akisemwa, tukanwa na washirika, na saa zingine dharau. Watoto wachungaji tunaona, tunasikia. Akinunua kiatu, kama ni mtu alitoa sadaka kubwa, anasema jamani muangalie hesabu ya sadaka. Na wanasema tu hesabu ya sadaka iangaliwe kwa sababu mchungaji amenunua kiatu kipya. Mama mchungaji akishona kitenge, hawajui vimetoka. Jamani, nataka kuwatangazia, sisi wachungaji kuna vitu mnatuona navyo hatuna uwezo wa kuvipata. Kuna watu Mungu anawazungumzia na wanamtii katikati yenu. Wanakujaga kwa imani. Nikalia nikikubali kwamba tamtumikia Mungu.
kaandika barua kwenye chuo cha Biblia mahali ambapo Gwamaka anasoma mwaka wa 96. Baba na mama walikuwa wamesafiri, wamekuja Mwanza kwa sababu kaka yetu mkubwa alikuwa amepata ajali kutoka Dar es Salaam kurudi Mwanza, alikuwa mcheza mpira akafariki. Kwa hivyo walikuwa wamezika, wanakuja tu kuona kaburi. So mimi nimebaki nyumbani kama sasa mkubwa kwa wengine. Mimi mtoto wa 3, walikwenda na yule wa pili. So nimebaki na nasikia sasa ni wakati wa kutii sauti ya Mungu, nimtumikie Mungu. Nikiwa ninaandika barua ya kuomba niende Bible school, nililia kwa sababu kuna sauti ilikuwa inaniambia utateseka kama baba yako, utapitia mambo baba yako alipitia. Nililia, lakini sikuwa na reverse gear. Nilimaliza nikaandika hiyo barua, hatimaye niliitwa chuoni, nikasoma miaka 3 nikamaliza, nikaoa. Hatimaye nikarudi Nairobi kufanya kazi na Deliverance Church. Tukatumwa katika kanisa moja kwenye mji mdogo unaitwa Athi River. Kwa wale wamekuja Nairobi, ukipitia Namanga utapitia mji mmoja mkubwa ambao kabla hujaingia Nairobi unaitwa Kitengela. Kutoka Kitengela, kabla hujaingia barabara kuu ya kutoka Mombasa kuelekea Nairobi, utakuwa umepita eneo la Athi River. Tulikaa pale miaka 9. Lakini tulipoingia pale tulitumwa kwa kanisa ambalo lilikuwa limekwama pale miaka 12. Lilianza limekataa kukua, watu walipungua na wamepiga wachungaji 2, wamewafukuza. Sasa kanisa halina mchungaji. Nimetumwa pale kwa sababu mchungaji wangu ameomba, Mungu amemwambia Emmanuel akienda nitafanikisha hiyo kazi kwenye mikono yake. Nataka usikize hiki kisa kwa makini. Ukiwa pale mwaka wa kwanza nikaomba, viongozi wachache tuliwapata na watu wachache kanisani kama 20, nikawaomba tutafuteni uwanja hata kama ni wa kukodi tujenge kanisa. Wakasema haiwezekani, tumejaribu miaka 12 iwezekani. Wakanitajia wachungaji walionitangulia, nikasema nashukuru Mungu kwa sababu ya kazi walioifanya, lakini sasa nami nimekuja, simunisikilize. Wakanisikiza, tukapata uwanja tukajenga. Tulipojenga kanisa likaanza kukua. Lakini mahali mimi na mke wangu tulikuwa tunaishi wakati huo, hatuna mtoto hata mmoja. Mahali tulikuwa tunaishi, jirani alikuweko mganga mmoja mkali sana. Jina lake alikuwa anaitwa Kamaliza. Kila mmoja sema Kamaliza. Yaani yeye akikuangalia, akikuanza lazima amalize. Alikuwa alfa na omega kivyake tu hivyo. Na watu walimuogopa kwamba huwezi ukataja jina lake katika ibada kama hii, kwa sababu katika ulimwengu wa rohoni hatasikia. Na nikitoka hapa ataningoja njiani hapa niulize, mchungaji, una shida gani wewe? Kwa nini unanitaja katika madhabahu zenu? Mimi nimekutaja wapi? Watu waliogopa kumsuta ndani ya nyumba zao usiku chumbani, kwa sababu walihisi kwamba anasikia. Ungepiga simu za posta, siku hizo mobile phone hazijaja, ungepiga tangazo ambalo lilikuwa pale ndani, lilikuwa ni tangazo kwa mganga mashuhuri hapa Athi River, mtafute Kamaliza. Kwa kutafuta watu waliopotea, mtafute Kamaliza. Kuumwa na njaa sana, mtafute Kamaliza. Sijui nini, mapenzi kupungua, mtafute Kamaliza. Hata kama mapenzi yamepungua alafu uende akumalizie kila kitu, kutaenda aje? Sasa watu bado walikuwa wanakwenda. Kiwa ninafundisha kuhusu vita vya kiroho, nilisikia hasira ya kiroho imenipanda. Nikasimama katika madhabahu ile Jumapili asubuhi, nikasema ninajua yawezekana kuna watu hapa wanaenda kwa Kamaliza. Pana watu hapa ambao huenda ni jamaa ya Kamaliza. Nataka kutoka kwenye ibada hii mwende mumwambie, kwenye huu mji mimi ndio nitabaki, yeye aende, ama yeye aende, yeye abaki, mimi niende. Na niliposema namna hiyo, katika kanisa letu lilikuwa limejaa watu wa hiyo eneo, hilo jimbo. Wakashtuka kwa sababu wanaogopaga wachawi. Nikaona watu wamefunga kinywa namna, watu wanashtuka, pastor amesema. Nikasema ndio, naona mmeshtuka, na watuma wateja wake mliokaa hapa, mwende mumwambie mimi nibaki hapa kwenye mji huu, yeye aondoke, ama yeye abaki, mimi niondoke. Lakini kati yangu mimi na yeye ndiye anakwenda. Sikuendelea kufundisha tena, nikamaliza ibada, tukapokea sadaka, tukaenda nyumbani. Baada na mali sisi tulikuwa tunapita na mke wangu, tulikuwa tunapitia karibu kwake. Mara nyingi tukipita mimi na mke wangu tulikuwa hatuna gari, sio tulikuwa tunatembea. Angemsalimia mke wangu, habari gani mama? Na mimi natembea, anisalimi.
Asalimia mke wangu. Kuna watu pia wanapenda sana wake za watu. Watunzi wa kwao wanapenda wake za watu. Katika semina hii utanyoka wewe. Anasema katika semina hii utanyoka wewe. Bwana kupatie roho ya kupenda mke wako. Mtunze bwana. Kama unateswa na skati fupi, mnunulie mke wako ana uwezo wa kuvaa skati fupi, badala ya kuanguka katika dhambi za muda mfupi kila wakati wewe. Niendelee nisiendelee? Nasikia kuna watu wanasema sheria usiwahi kuita huyo mtu tena. Uzuri mimi ndio niko na microphone wiki hii. Tutamalizana kabisa. Bwana sifiwe sana. Tutamalizana kabisa. Bwana sifiwe. Nasema tena Bwana sifiwe. Tukatoka kwenye ibada mimi na mke wangu na Biblia zetu, tunakwenda nyumbani. Jamaa amekaa pale akatusalimia tu. Kutoka wakati hatukumuona huyu bwana, baada ya mwezi mmoja, siku moja jioni, sijui tulikuwa tunatoka wapi na mke wangu, tunamuona mbele yetu ndio yule anatembea, kwa sababu tulikuwa tunapitia njia moja. Anatembea anakwenda kwake. Sema sio nikamaliza. Basi tukalala. Asubuhi mimi nimeamka na kaptula, tulikuwa naishi nyumba ya juu ghorofa ya kwanza. Naona watu wamekusanyika kwake, Land Rover ya polisi iko pale. Polisi wako pale, watu wamekusanyika pale. Mama mmoja anapita mbele ya nyumba yetu, namuuliza, "Mama, pale kwa Kamaliza kuna nini?" Unaona mama anashikwa na wasiwasi, anaangalia. Kamaliza amekufa. Nikauliza, Nikamuuliza eti amekufa. Nikarudi ndani, kwa sababu Wakenya wapendi kumwona mchungaji na kaptula. Kauli ndani nikavaa suruali. Na ujue suruali Kenya ni chupi. Sasa mkija mnaijieleza vizuri. Ukisema suruali yako ni nzuri, unaweza ukakwaza mtu Kenya. Kenya suruali ni chupi. So mimi kwa kuwa niko Tanzania hapa nikavaa suruali. Kwa sababu nyinyi mnaelewa suruali ni nini. Chupi tayari ilikuwa ndani. Vaa suruali. Nikateremka na t-shirt yangu. Nikaenda ni kama mtu anayeuliza. Manake nilitaka nione ili niwe na ujasiri wa hili neno. Sijui kama mnanielewa. Nikaenda nikiuliza watu yuko wapi, wakasema yuko kwenye Land Rover. Nikaenda nikachungulia, nikaona damu inachuruzika. Damu inatoka sehemu hizi za macho. Damu imetoka masikioni. Damu imetoka kwenye pua. Alikuwa nilibaba pande la mtu. Naangalia lile tumbo kama linapanda likishuka hamna. Jamaa amekwenda. Nikaweka mkono mfukoni nikasema asante Yesu. Sasa injili inaanza. Nisikize kwa makini. Kanisa ambalo Yesu analijenga ni kanisa linatembea na moto. Nasema linatembea kwa moto. Si kanisa litakalotishwa. Sio Wakristo watakaotishwa. Naposimama katika madhabahu hii takatifu, naitisha huo moto juu ya maisha ya kila mtu. Moto huo ukashuke juu ya maisha yako. Nasema huo moto wa Roho Mtakatifu ukashuke ndani ya maisha yako. Hakuna chochote kitakachozima. Kanisa lenu likashike moto wa Roho Mtakatifu. Kanisa lenu likatembee kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Hakuna silaha yoyote inukayo kinyume cha kanisa la Kristo Yesu hapa Tanzania, hapa Tunduma na mkoa mzima itakayoweza kufanikiwa kinyume cha kanisa. Hakuna malango ya kuzimu yatakayofunguka yafungukie ndani, ama yafunguke kwa nje, yatakayoweza kufanikiwa. Kila mmoja asema moto huo usizimike ndani ya maisha yako. Unapokwenda shuleni, wacha huo moto ukawake. Jina la Bwana likabarikiwe. Kila mmoja sema amen. Nasema tena moto usizimike. Wacha habari ienee kwenye mji ule wa Athi River. Pastor wa Deliverance Church alitangaza. Jumapili kanisa lilijaa baba. Kanisa lilijaa, watu wanakuja kuona nani amemaliza akamaliza. Kwa hivyo kuna makamaliza wengine wanaomaliza makamaliza wengine. Hao ni sisi. Nasema hao ni sisi. Na kwa roho hiyo ya Mungu, mimi nakutangazia hapa, hakuna silaha inukayo kinyume na wewe baada ya hizi semina itakayofanikiwa.
Nasema hakuna silaha inukayo kinyume na wewe baada ya hii semina itakayofanikiwa. Pokea moto wa Roho Mtakatifu. Nasema pokea moto wa Roho Mtakatifu. Nasema pokea moto wa Roho Mtakatifu. Nasema pokea moto wa Roho Mtakatifu. Kwa ishara hii madhabahuni, moto wa Roho ukawake hapa. Nasema moto wa Roho ukawake hapa. Magonjwa yakateketee, nira za adui shetani zikaharibiwe, vifungo vikavunjike, pepo wakatoke, majini yakashindwe, injili ikaendelee. Yesu, lijenge kanisa, kanisa lililo na moto. Kanisa sema moto. Watoto wako watembee chini ya moto, mme wako watembee chini ya moto, mke wako watembee chini ya moto, kazi yako ikingwe na moto. Pokea moto wa kiroho. Jina la Bwana libarikiwe. Ibada zetu zitikiswe na huo moto. Tunapoimba moto ushuke. Kila mmoja sema moto. Hilo ndilo kanisa Yesu analijenga sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Nasikia roho ya Samsoni inakuja juu yangu. Niwakamate mbweha 1000, niwatume kwenye ngano ya Wafilisti. Unapotoka hapa, nenda na moto wa Roho Mtakatifu. Nasema tembea na moto wa Roho Mtakatifu. Nasema tembea na moto wa Roho Mtakatifu. Kanisa sema moto. Someone say fire. Woo! Someone say yes. Huo moto ukashuke juu ya maisha yetu. Nasema huo moto ukashuke juu ya maisha yetu. Hebu zungumza kwa ndimi dakika moja sasa hivi. Kila moja zungumza kwa ndimi mpya sasa hivi. Shana makata labazita ndalabahanda. Ya magadehesi andora labahanda. Ya nakadiga ziato talalabahanda rabai. Inua sauti yako, zungumza kwa ndimi, zungumza kwa ndimi, zungumza kwa ndimi, zungumza kwa ndimi. Shana madalaba karabasi andora labahande. Shika frequency za roho. Shika frequency za roho. Na moto wa Roho Mtakatifu ukatende kazi juu ya maisha yako. Kila kanisa linalowakilishwa hapa katika wilaya hii na mkoa huu wa Tunduma likatembee katika huo moto. Wacha huo moto ukawake, wacha huo moto ukawake, wacha huo moto ukawake, ukaonekane katika kesha zetu, ukaonekane katika vipindi vya kwaya vya mazoezi, ukaonekane katika ibada zetu, ikaonekane katika nyumba zetu. Wacha huo moto ukateketeze kazi zote za adui shetani. Moto ukayo alama ya ushindi. Moto ikawe alama ya utakatifu. Moto ikawe ni alama ya wateule. Kila moja sema amen. Patia Yesu makofi ya maana. Huo moto unafanya kazi hapa ndani. Magonjwa yote yasiyosikia dawa sasa hivi yakakauke. Viini vyote katika damu toka utosini mpaka wayo wa mguu upande uvikakauke sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Walio na wagonjwa hospitalini, walio na wagonjwa nyumbani, walio na wagonjwa vijijini, sasa hivi wakapokea muujiza wao kwa mamlaka na moto wa Roho Mtakatifu. Adui aliyevamia ndoa zenu akaweze kuachilia sasa. Aliyeleta vifungo katika maisha ya waume na watoto wetu akaachilia sasa kwa jina la Yesu aliye hai. Kila moja sema amen. Nasema kila moja sema amen. Wakati ambapo moto unazimika, kuna ishara mbaya ambazo Mkristo anaziona. Kuna ishara ambazo si nzuri. Mkristo akiziangalia ataanza kuziona katika maisha yake. La kwanza, Mkristo huyu ataanza kujiepusha na mazungumzo ya kiroho. Anajitenga mahali ambapo watu wanajadili mambo ya kiungu. Mkristo huyu ataanza, kama unaandika naomba tuandike, sitakawia hapo sana. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 11. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 11.
Mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu anazojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Kristo Yesu. Utukufu na uweza una yeye hata milele na milele. Amina. Mtu aliyejaliwa kuisema zaburi na aiseme zaburi, aliyejaliwa kuhudumu na ahudumu. Ikiwa ni katika kusema na aseme. Wakati moto unapokwisha ama unapokuzimika katika maisha ya Mkristo, hataki tena masuala yanayohusiana na uungu. Mara nyingi anaanza kuwa mbishi wa neno la Mungu, mazungumzo ya kiungu. Anakuwa hataki tena mambo hayo, na hivyo ndivyo ambavyo kanisa linaanza kuzimia ama kuharibika. Yesu amefufuka. Akiwa kwenye barabara ya Emmaus, aliungana na watu wawili ambao wanatajwa kama wanafunzi wake, na walikuwa wakitembea katika barabara ya Emmaus. Ndugu hawa wawili, Yesu akaungana na wao wakiongea habari ya kile kimetokea Yerusalemu. Yesu akawa ni kama anayewauliza maswali. Wakamuuliza, hivi wewe ni mgeni peke yako hapa Uyahudi kiasi kwamba ufahamu kilichotokea? Ndipo walipoingia katika nyumba, na yeye akachukua mkate akaubariki. Alipowapatia wakala huo mkate, macho yao yakafunguka. Hapo ndipo walijua kumbe miongoni mwetu alikuwepo Bwana. Mazungumzo ya kiungu yanavuta uwepo wa Mungu. Mazungumzo ya kiungu yanatengeneza mazingira, chochote cha kiungu kinaweza kikafanyika. Mazungumzo ya kiungu yanatengeneza ama yanavuta roho, nisikize kwa makini, roho ya uwezekano kwa chochote kile Mungu anataka mfanye. Kwa mfano, tunaposhuka kutoka kwa gari hapa kila wakati, ndugu yangu Sheria, tuna picha jana nilikuwa naiangalia sana. Ndipo yule ndugu yangu Ibrahim akasema hili ndio kanisa tunataka kulijenga. Kwa kuliangalia hilo jengo, mchungaji Yoeli, hilo jengo linataka mamilioni ya pesa ya Tanzania, na tunaweza tukaogopa. Lakini kitu kile mimi nitawaambia, msiogope kufanya mazungumzo ya kiungu kuhusiana na hilo jengo, kwa sababu kadri ya jinsi tunavyoongea litakavyojengwa, hata kama hatujaanza, roho ya uwezekano, the spirit of possibility begins to work in us. Ile roho ya uwezekano wa jambo hili kutendeka inaanza kufanya kazi ndani yetu. Kama unaamini katika hiyo, sema amen. Kwa hivyo mazungumzo ya kiungu yanaleta uungu. Mazungumzo ya kimungu yanavuta Mungu. Mazungumzo ya kiroho yanavuta roho. Mazungumzo ya kiungu yanatengeneza mazingira, kile kinachoweza kutekelezwa na uungu kinawezekana. Kwa hivyo wakati moto wa kiroho umekwisha au kuzimia, unakuta ndugu huyu ama huyu dada hataki tena mazungumzo ya kiungu. Kitu kingine, hapendi mipango ya kiroho. Hapendi mipango ya kiroho. Wakati moto unapokufa ama moto unapozimika ndani ya maisha ya ndugu asiyekuja kanisani, kwa hivyo anakosa maarifa na fahamu, anaanza kukonda kiroho,
huyu mtu hatimaye moto unazimika. Huyo mtu hapendi vipindi na matukio yote ya kiroho maishani mwake, na kama yalikuwepo yanaanza kufa. Unasikia, nilipokuwa nakuja hapa Roho akanikumbusha. Unakuta hivyo vipindi na hayo matukio yanakufa, yanakwisha. Wakati moto wa kiroho umezimika, ni kwamba roho iliyomo ndani ya mtu, huyo roho naye anakufa. Kwa hivyo airport ya kiroho, mahali ambapo Mungu hutua na kupaa, inakuwa imeharibiwa. Sisi tuliishi mwaka wa 78 pale Mwanza, wakati ambapo Tanzania ilikuwa inapigana na nduli Idi Amin, wakati ndege zilikuwa zinatua pale za kivita na kupaa. Baba alikuwa bado mchungaji pale Mwanza. Sasa hivi hilo kanisa limebomolewa kwa sababu jeshi na mamlaka ya airport imechukua sehemu hiyo. Nilikwenda kumtembeza mke wangu nikimwambia tulikuwa tunaishi pale, lakini hiyo nyumba imebomolewa. Tuliona jinsi hizo ndege zinapaa na namna zinavyotua. Tukaambiwa kwamba kazi moja ambayo jeshi la Tanzania la hewani limefanya, lilikwenda likapiga uwanja wa Entebbe na kuharibu, ili pasiwepo na uwezo rahisi wa ndege za kivita vya Uganda kupaa zije kupigana na Tanzania. Uwanja unapoharibika, ndege huwa hazitui. Pakitokea sababu ndege zisitue, hazitapaa. Mimi na mke wangu tumejipata juzi tukiwa mashariki huko ya kati, mashariki ya karibu, sio ile ya mbali, mashariki ya karibu, tukiwa tunaelekea taifa la Marekani, kule Dallas, kuhubiri kwenye conference, kongamano kubwa la Watanzania, wa Kenya wachache, kulikuweko na Warundi na ndugu wa Kongo pale Dallas, katika barabara ya Richardson, ambayo mikutano ile inaongozwa na ndugu mmoja anatoka katika ili jimbo, anaitwa Dr. Absalom Nasua. Alitualika. Baada ya kwenda kufika kwenye ule uwanja, tulikuta watu wamejaa, kwa sababu ndege hazikuwa zinaenda mashariki ya mbali ama mashariki ya kati, kwa sababu ya vita vya Israeli Marekani wakipigana na Mwarabu. Kwa hivyo shughuli zote zilikuwa zimekwama. Hakuna ndege zinapaa kuelekea kule, isipokuwa ndege zilikuwa zinaelekea Marekani na Europe. Kwa hivyo tuliona kidogo kinachoendelea. Watu wamelala tu katika sakafu bila tumaini, na wengi wamepatiwa siku ambazo wanapaswa kuondoka na utawala wa taifa hilo ama mamlaka za airport, kwamba wataendelea kujaa pale. Kwa hivyo wakati uwanja umeharibika, hakuna ndege inatua, na kwa kuwa hakuna ndege inaweza kutua, hakuna ndege inaweza kupanda. Maisha ya kiroho ya mtu na yanaposhika moto, ni uwezekano wa roho kufanya chochote ndani ya maisha yako. Wakati ambapo huo moto unazimia, uwanja wa kiroho tayari umeharibiwa. Mtu wa kiroho hapumui tena. Kwa hivyo kutokana na hilo, matukio ya kiroho hayavuti tena wala hayaonekani tena. Maswala ulikuwa nayo kwamba nilipokuwa ninaomba nikasikia Mungu ananielekeza hivi, hayatakuwepo tena. Maswala ya kusema kwamba nilipokuwa mlimani nikiombea kazi ya Mungu, Mungu aliniambia nifanye hivi. Roho haiko hai, tayari mauti imetokea kwa mtu wa ndani. Hakuna chochote ulimwengu wa mwilini hapa unapokea toka katika ulimwengu wa rohoni. Ni state ama hali ambayo ni mbaya sana kwa Mkristo yoyote ambaye anaimba kanisani, anatoa sadaka kanisani, anakuja kuhudhuria ibada, lakini maisha yake ya kiroho yamekufa. Kanisa ambalo Yesu analijenga ni kanisa litakalovutia maono toka mbinguni. Ni kanisa litakalotembelewa na ndoto za kiroho. Ni kanisa litakalotembea katika ushawishi wa kiroho katika hali ya kibinafsi. Atakuwa shahidi. Ni kweli kabisa, kweli kabisa. Mungu anasema mivutano katika mabaraza, mivutano katika kwaya, mikutano katika department na idara tofauti itazimika, kwa sababu wote watakuwa pamoja
tena kwa umoja, kwa sababu wote wanatamani matukio ya kiroho. Mchungaji akisema ni majira ya kufunga, kila mmoja anasema nilikuwa nayangojea, lakini hakuna mtu atasema majira haya ndio yanakuwa majira yangu ya kula. Mimi nafungaga mwezi wa 9, mimi siwezi kufunga mwezi wa 4. Mchungaji akisema ni wakati wa kuwa na ibada za masaa 24, kila mmoja nafsi yake na roho yake itaplug, itaconnect, itajichomeka kwa kile ambacho Mungu anachokisema. Wakati moto wa roho unapozimika katika maisha ya Mkristo, hatavutia tena wala hatayapenda matukio ya kiroho. Ndio wengine wakitoa ushuhuda kwamba Bwana amewatokea, utasikia mtu anakebehi na kusema anajifanya wa kiroho, yule anajifanya ndiye anamuonaga Mungu hapa, anajifanya. Hayo mambo yalikuwepo hata katika siku za Biblia, katika Agano la Kale, wakati Mungu alipotenda kazi na kumwonyesha Yusufu, hapa ndipo mahali na kuelekeza, tazama hili. Tumekwenda shambani mimi na ndugu zangu na wazazi, tukafunga miganda, na tulipoileta pamoja, mganda wangu ulikuwa katikati, miganda mingine yote ikainama. Hata baba, kwa kuwa dealings za Mungu ni za mtu peke yake, japokuwa wote tuna connect katika roho moja, wote wakasema hapana. Kukosa kuwa na moto wa kiroho ni kupoteza frequency, wifi, internet ya kiroho. Kwa hivyo wakati Mungu anapotembea, itakuwa vigumu wewe kujua anatembea. Baba alikataa, mama alikataa, ndugu zake walikataa. Baada ya kuleta ndoto ya pili, mchungaji Joel, bado walimpinga. Walipompinga, haikusimamisha Mungu kufanya kila alichokusudia. Siku moja yeye aliyekuwa hai kiroho alifanyika mkuu na mtawala. Waliinama ama wakuinama, walikula kwake ama wakula kwake. Ninaliombea kanisa la Tanzania, namwombea yeyote aliye katika semina hii na yeyote anayetusikiliza katika majira ya FM yako isizime moto. Ninakuombea sasa hivi majira yako ya kiroho yakachipuke tena upya. Internet yako ya kiroho ikafanyike hai tena. Wifi yako ya kiroho ikafanyike hai tena. Kila mmoja sema amen. Nasema kila mmoja amen. Ukatembelewe na malaika wa nuru. Nasema ukatembelewe na malaika kutoka mbinguni. Wajumbe wa mbinguni wakakuletea habari. Nasema wajumbe wa mbinguni wakakuletea habari. Napinga mawasiliano yote na ulimwengu wa giza. Napinga mikatale na mikatale yote na ulimwengu wa kuzimu. Pepo hawatakutesa, waganga hawatakutesa, majini hayatakutesa. Kwa mamlaka nasimama kwenye mimbari hii, natangaza sasa, Yesu anatawala kwa jina la Yesu aliye hai. Kila mmoja sema yes. Somebody say yes. Patia Yesu makofi. Yesu aliyekufa na kufufuka na sasa yu hai. Kila mmoja sema amen. Wakolosai sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Wakolosai sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Mlikufa katika dhambi na uhai wetu umefichwa katika Kristo Yesu. Ndio mtume Paulo huyu mwenye kuandika huu waraka anasema, kuanzia sasa sio mimi naishi, bali Kristo aishie ndani yangu. Anasema kwa kuwa uhai nilio nao ama uzima nilio nao si wangu, lakini ni Kristo, ama uhai nilio nao si wangu, lakini uhai huu ni katika Kristo Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Moto unapozimika ni hatari, unashindwa kuabudu. Hilo ni jambo la tatu, unashindwa kuabudu. Jamani, mtanipatia dakika 10 nimalize? 10 minutes only. Hata wale wajua kizungu tuseme 10 minutes. Hallelujah. Tayari umejua kizungu. Sio na mtu asikutisha uko nje. Umesema mara moja 10 minutes, hiyo imeshaingia. Dakika 10 peke yake. Mwenyekiti ni sawa? 10 minutes. Ngumi 2. Amen. Tunaanza kuhesabu. Kwa hivyo napaswa kumaliza saa 11 dakika 20. Tuko sawa ama kuna watu wamechelewa? Ama tuendelee kesho?
Kwani mmetoroka nyumbani? Mnakataa mama kwenda kupika? Mumefukuzwa nyumbani? Mnataka kuishi kwa nyumba ya Mungu milele na milele na milele? Wewe lazima twende nyumbani. Mungu awabariki watu wa Mungu. Asanteni. Nimebakisha dakika 9. Hawezi kuabudu vizuri. Mtu ambaye moto umezimika hawezi kuabudu vizuri. Hawezi. Yohana 4 mstari wa 23 na 24. Yohana sura ya 4 mstari wa 23 na mpaka ule mstari wa 24. Hiyo mistari miwili. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, na wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na katika kweli. Bwana asifiwe sana. Kwa mwabudu lazima wawe katika roho na katika kweli. Wafanye hiyo mambo katika frequency za roho na katika kweli. Kwa hivyo ndio maana tunaomba kanisa lirudi mahali Yesu alikuwa analijenga. Si ni katika waraka wa Petro inasema Yesu ndiye jiwe la pembeni. Jamani, si ndivyo maandiko yanasema? Jiwe la pembeni tunajua ni jiwe la kona pale na jiwe la kona pale. Wakati nyumba hii ilikuwa inajengwa na wale mafundi wako hapa wanafahamu. Kuna jiwe fundi anaweka pale na kuna jiwe moja anaweka pale. Alafu anafunga kamba. Akiweka lile jiwe vizuri, ameliweka, inaitwa nini ile? Kabiro inaitwaje na Kiswahili? Inaitwa nini? Inaitwa? Pima maji. Asio pima maji. Lile chuma lile anawekaga hapa, alafu linauzi. Timanzi. Timanzi hiyo. Kiswahili kiko kinapotea, kinarudi. Nikirudi Kenya wiki ijayo wataumia sana, mimi nakwambia. Tawaambia Mungu anakuja na timanzi. Mimi nakwambia, sikiliza hizo ibada ya Jumapili nyingine, ile nyingine, Wakenya wataumia, mimi nakwambia. Watajua nimetoka Tanzania. Hata mke wangu ananiambia, mbona hapo unatoa Kiswahili chenye utoagi Kenya? Nikamwambia hapa wifi imejaa. Utanganganaje kwenye mkutano kama huu? So akipima vizuri ile jiwe la kona, na lile jiwe la kona aweke kamba, hivyo hata mjinga anaweza kujenga. Kweli kabisa, hauhitaji kuwa fundi. Anakuambia tu, ndio kufanya kazi ya mkono kwa fundi. Anakuambia tu, chukua hilo jiwe. Anakuambia chukua hilo jiwe, hakikisha halisukumi huo uzi. Kwa hivyo lisiegemee nje, wala lisiache sana huo uzi ama hiyo kamba. Fuatanisha tu hivyo, panga mawe, alafu baadaye wanakuja mnaweka mchanga pale ndani. Ni rahisi kujenga wakati ambapo jiwe la pembeni lilipo. Hatujengi msingi mwingine isipokuwa katika Kristo Yesu. Hakuna msingi mwingine tunajenga, tayari msingi umekwisha kuwekwa. Na Yesu ndiye jiwe la pembeni. Jina la Bwana libarikiwe. Unapoendelea kujengwa, angalia umesimama wapi. Yesu ndiye kipimo. Na chochote unafanya kama hakiko katika maandiko, hilo sio neno la Mungu. Mgeukie jirani, mwambie jirani, mchungaji anamaliza leo kwa kusema, chochote unachofanya kama hakiko katika maandiko, kimetoka nje ya jiwe la pembeni. Na kwa kuwa kimetoka nje ya jiwe la pembeni, ambaye ni Yesu Kristo, basi hilo sio neno. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma maandiko anasema jipimeni nafsini mwenu. Anasema jipime mwenyewe uone kama umesimama. Ipime imani yako mwenyewe. Katika wiki hii hakuna mtu anasimama na kusema wewe haujaokoka. Mwenyewe unajua kama umeokoka ama hujaokoka. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa maana Yesu analijenga kanisa. Amen.
Imebakisha dakika 5. Wakati mwingine moto unapozimika, utakuta huyu mtu ana mawazo ya kinyume kuhusiana na Biblia. Negative perspective against the Bible. Ana mawazo ya kinyume. Ana mawazo ya kinyume kuhusiana na Biblia. Kila wakati anaikanusha, anaikataa na hataki. Lakini yumo tu kanisani, moto umekwisha kuzimika. Maisha yake ya ndani hayatamani tena neno la Mungu. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Jamani, tuko hapo? Maandiko yanasema, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, asiye na sababu ya kuaibika kwa sababu ya hili neno. Mtume Paulo anasema silionei tena haya ili neno, kwa sababu ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Alafu anaendelea pale anasema, ukitumia kwa halali neno la kweli. Tumia kwa halali. Nafikiri nitamalizia hapo. Tumia kwa halali. Usitumie neno hili kuwachanganya watu, kwa sababu kuna wakati neno hili limetumika kuonyesha kwamba kila mtu aliyekaa hapa kuna laana ya aina fulani inakufuata. Maandiko yamesomwa na watu wakaanza kuingia katika hofu, na baadaye inaanza kuchambuliwa, unaanza kuonyesha vile uko chini ya laana. Unaambiwa uko chini ya laana kwa sababu mguu mmoja unapotangulia mwingine lazima ubaki nyuma. Unaambiwa hiyo ni laana, na watu wanaanza kulia eti wamelaaniwa. Kuna mtu hapa ni mzembe, mvivu, hataki kazi, anaambiwa kwa kukosa pesa ni laana. Hakuna laana ya kukosa hela. Kukosa hela ni uzembe ama uvivu, ama ni hali ya nini? Ya mawazo. Narudia tena, hakuna laana ya kukosa hela. Kutengeneza hela hauhitaji kuongea kwa ndimi, wala hauhitaji kuokoka. Unahitaji kutafuta bidhaa ambayo watu wanahitaji hata bila kuokoka. Ukasema nauza maembe kwa wenye njaa, wakanunua, hela itaingia. Jamani, hapo lazima Yesu asulubiwe. Kwa nini unakubali watu watumie neno kwa njia ambayo sio halali kukutesa? Ni kwa sababu hili kanisa linajengwa na Yesu sasa hivi, linapaswa kurudishwa mahali pa kumega mkate. Wengi tuliwacha mkate, tunangoja kusikia mhubiri atasema nini. Hauko chini ya laana kwa kukosa gari. Gari linakuja wakati Mungu amekubariki na pesa zaidi ya zile unahitaji kuvaa nguo na kula chakula. Naruhusiwa, mchungaji Yoeli, naruhusiwa kutoka kwenye gate. Mhubiri hapa anaruhusiwa kutoka. Siwache nini nimalizane na hawa. Nifungie hiyo Biblia kwa sababu namaliza. Nimebakisha dakika 3. Wacha twende tukapambane hapa chini, alafu nikirudi niko hai, nitarudi Kenya salama. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wameniangalia hapa sana. Wacha nisongee karibu na nyinyi, muone ile mtu anahubiriaga kutoka patakatifu. Sasa hivi tutazamane macho. Si laana wewe kukosa gari, ni kwamba hujapata pesa ambayo ni zaidi ya ile unahitaji: nguo, kula, kusomesha watoto. Watu walio na magari ni kwamba wamelipa nini? School fees, wamenunua nguo, wamekula, ile nimebaki wananunua magari. Sio laana kupanda daladala wala bajaji. In fact, rafiki yangu Mgogo anasema kila mtu ana gari, ni kwamba tu hili gari halilali kwako. Kuna mtu analiservice, analiosha, unapolihitaji unatoka barabarani linakuja, unalimiliki kulingana na mwendo unaokwenda. Lakini neno hili limekosa kutumika kwa halali, na nyinyi mmekubali kwa sababu mlikataa mkate wa uzima. Tunaweza kufunga hizo biashara za wachawi wa kiroho wanaotuterrorize kanisani kwa kusoma neno na kulipokea, kupata maarifa na ufahamu kwamba mimi sijalaaniwa kwa kuishi kwenye nyumba ya nyasi. Ni kwamba tu bado natengeneza hela ya kununua mabati,
taezeka nyumba. Yesu hahitaji kusurubiwa nipate pesa ya mabati. Pesa ya mabati ni kufanya kazi na kwenda kwa muuzaji ununue bila kuzungumza kwa ndimi wala kuimba nyimbo za tenzi, na hatimaye ukafanya nini? Ukajenga. Tumia neno kwa halali. Nasema tumia neno kwa halali. Hata juu ya maisha yako usitumie neno la Mungu kinyume na wewe. Litamke neno la Mungu sawa sawa na jinsi anavyosema. Nasema tamka neno la Mungu sawa sawa na jinsi anavyosema, kwamba you are above only and not beneath. Wewe uko juu, ndivyo neno la Mungu linavyosema. Hauko chini. Wewe umebarikiwa, wewe hujalaaniwa. Yesu alifanyika laana ili wewe ufanyike mbarikiwa wa Mungu. Yeye alifanyika dhambi ili wewe ufanyike takatifu wa Mungu, wa haki ya Mungu. Nisikilize kwa makini, lichukue neno hili mwenyewe, limiliki wewe mwenyewe. Yeyote atakayelitumia kinyume cha halali, mwenyewe shauri yake. Tayari nimekwisha kujibariki, tayari nimekwisha kujifunika na neno la Mungu, tayari nimekwisha kujifanikisha na hili neno la Mungu. Nimepata ushindi katika hili neno la Mungu. Hawezi kuligeuza kufanya kazi kinyume nami. Nalibariki kanisa la Tunduma na wale wote wanaotusikiliza katika radio ya New Life in Christ Jesus. Neno hili la Mungu likakae ndani ya maisha yenu sasa na hata milele. Neno hili la Mungu likayaponye maisha yenu. Halali inasema hivi, neno hili la Mungu likakuongoze maisha yako, ukatembee katika utakatifu. Neno hili likafanyike mwanga, neno hili likafanyike nuru, neno hili likafanyike baraka. Ukiliweka katika biashara, biashara yako ikafanikiwe. Ukiliweka katika ndoa yako, ndoa yako ikafanikiwe. Ukiliweka katika maisha ya watoto wako, watoto wako wakaendelee. Kazi ya mikono yako ikapokea mafanikio kwa nguvu ya neno. Na vunja kila laana ambayo imetamkwa juu ya maisha yako. Tembea katika utakatifu, tembea katika ushindi, tembea katika baraka. Inua mikono yako juu, mwambie Bwana napokea neno lako. Mwambie Bwana napokea neno lako. Bwana napokea neno lako. Bwana napokea neno lako. Inua mikono yako, mwambie Bwana napokea neno lako. Napokea ufunuo wa neno lako. Napokea mapenzi ya neno lako. Napokea nguvu ya neno lako. Unapoomba ombi hilo, Bwana bariki maisha yako. Unapoomba ombi hilo, Bwana atie nguvu mikono yako. Roho yako ikatiwe nguvu, moyo wako ukatiwe nguvu sawa sawa na neno la Mungu. Maisha yako yakabarikiwe. Shana magadara bahande yedekezika ndola la bazianda. Kila mmoja muinulie Bwana mikono yako, muinulie Bwana sauti yako, mwambie Bwana niko hapa. Asante kwa neno lako. Neno hili Bwana likatende kazi ndani ya maisha yangu. Hakuna yeyote atakayelitumia kinyume nami, hakuna yeyote atakayelitumia kinyume nami. Hili neno linanibariki, hili neno linanisaidia, hili neno ndio nuru ya maisha yangu, hili neno ndio mwangaza katika njia niipitiayo, hili neno linaleta mafanikio, hili neno ni sauti ya Mungu katika maisha yangu, hili neno linaleta nguvu. Kila moja inua sauti yako, jiombe. Shana magatera la bahanda ya magane hesiato la bahada ya nakadiga ziato ndala la bahande zianda ya magane gezita ndola la basiata la bahata ya makate setanda la bahanda. Somebody go ahead and pray, pray, pray. Raise your voice, go ahead and pray, go ahead and pray, go ahead and pray. Nenda mbele, endelea kuomba. Omba, omba, inua sauti yako. Shana makadezi ato isha yako. Ibada yako mbele za Mungu inabadilika. Shana magadala bazianda. Unayapenda matukio ya kiroho, Bwana kajifunue kwako, Bwana kajifunue kwako, ukapokea utembeleo wa ajabu. Bwana kakutembelee katika maisha yako. Shana makatela la bazianda ya magade basiato ndala bahandeza ya magadala la bakanezi andola la basha. Natangaza maisha mapya hapa kwa mtu fulani yuko hapa ndani. Natangaza maisha mapya hapa. Pana mtu
mtu wiki hii anaanza maisha mapya hapa ndani. Pana mtu anaanza maisha mapya hapa ndani. Pana mtu anaanza maisha mapya hapa ndani. Bwana akakutoe kiwango kimoja hadi kingine, hakutoe utukufu mmoja mpaka mwingine, neema moja hadi nyingine. Bwana anatembea katikati yetu, anamsaidia mtu hapa. Shatakatalabahaya yebekenebosiatodalabahanda. Mtu aliye na moto ataomba kama mtu aliye na moto. Mtu aliye na moto ataabudu kama mtu aliye na moto. Mtu aliye na moto anakwenda kwa fellowship na kufellowship akiwa na huo moto. Kanisa la Tanzania, kanisa la Tunduma, ninaliombea sasa, tunapoomba pamoja, kanisa likaende katika viwango vingine kwa jina la Yesu aliye hai. Tunaombea wachungaji wetu, Bwana akawatumie kwa njia ya ajabu. Shandabagadabaha yebekedositandalabahanda yamagadezikandolabashanibaha yabakandezikandolabaziane yabakandegezikatolabashandabaha yamagadezekendalebosiane yanakadegezitandolabasaya yamagadabasitandolabakanesianda yamagadolabakanezitandolabashanibaha yebekenegezitandolabataya yabakanagazikandolabasiatamahe yedekenegezitandolabasanda. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Na kama una sadaka, leta sadaka yako iweke kwenye vyombo vya sadaka. Unapoomba, ukipata matukio ya kiroho, iwapo Bwana anakuelekeza kuleta sadaka hiyo, tayari umepata ushawishi wa kuleta hiyo sadaka. Njoo mtolee Bwana sadaka kwenye vyombo vyetu vya sadaka. Hii ni sadaka yetu ya ibada ya kila siku ambayo tunaitoa, tunaileta hapa mbele. Leta hiyo sadaka. Bwana anapokuzungumzia unapoomba, kila mmoja endelea na maombi. Endelea na maombi. Chochote Bwana anakuzungumzia kufanya katika ibada hii, nenda mbele za Mungu na kuanza kufanya. Chochote Bwana anakuambia utoe, dhabihu yote Bwana anakuambia leta, wewe ilete na kuweka hiyo dhabihu hapo kwa jina la Yesu aliye hai. Katika ushirika wa Mungu na watu wake panatokea mabadiliko yasiyo ya kawaida. Kazi inaanza kufanywa kwa njia isiyo ya kawaida. Ibada zetu zinatawaliwa na uweza na mamlaka ya Roho Mtakatifu. Natangaza baraka za Mungu katika kazi ya mikono yako, toka utosini mpaka wayo wa mguu. Bwana kutangulie, Bwana kushangaze. Shandabakatalabasiando. Inua sauti yako, inua sauti yako, inua sauti yako, usitoke. Inua sauti yako. Kama unaleta sadaka yako, leta tu, leta kwa unyenyekevu, leta kwa unyenyekevu wako, leta kwa uwe unyenyekevu. Shana magadabaha ya magadehesi andorabahanda ya negedebekenosi kandalabataya ya makanezi tandolabashaya. Naisikia sauti ya Mungu anasema, ninalijenga kanisa langu. Kanisa la nyakati hizi na karne hii litakuwa kanisa lilo na njaa na kiu ya neno la Mungu na kuyatenda mapenzi ya Mungu. Naisikia sauti, Bwana anasema, ninalijenga kanisa langu. Anaweka msingi yeye mwenyewe, anainua hili jengo la kitukufu mbele zake mwenyewe. Analijenga kanisa kwa ajili yake, kanisa litakalompenda yeye, kanisa linaloendelea katika maombi, kanisa linaloendelea katika ibada, kanisa linaloendelea katika ushirika, kanisa lililokarimu, kanisa linalotembea katika siri zake, kanisa linalotembea katika kanuni zake. Mkristo uliye hapa, inua sauti yako ndani ya dakika moja. Omba sasa, mwambie Bwana, niko hapa, Bwana nisaidie. Mwambie Bwana, niko hapa, Bwana nisaidie, Bwana nisaidie. Shandabakatalabasiandebaha. Uzito wowote wa kiroho, blanketi yoyote ya kishetani ambayo imekukalia, uvuguvugu wa aina yoyote, sasa hivi ukakuache kwa jina la Yesu aliye hai. Uvuguvugu katika makanisa yetu, katika ibada zetu, sasa hivi ukatuache. Jamani, usitoke nje, tunaendelea na kuomba kwa jina la Yesu aliye hai. Bado ibada haijaisha. Kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, ubaridi wowote usio wa kawaida sasa hivi ukakuache, ukakuache. Tembea katika moto, tembea katika roho, tembea katika moto. Kile nachojua umeamrisha,
vinakamilika. Sijui ufanyavyo, sijui utendalo, kile nachojua ukiamrisha vinakamilika. Kama tunajua wiogo, tunaweza tukaimba. Sijui ufanyavyo. Kila mmoja tuimbe wimbo huo. Sijui utendalo, ile nachojua ukiamrisha vinakamilika. Unaweza yote, unaweza yote, unaweza yote. Oh, kile nachojua ukiamrisha vinakamilika.